Kuanzisha biashara. Je, unajua kwamba kitu cha kwanza ambacho mamilioni ya watu hufikiria wanapoamka asubuhi ni chai na mkate? Biashara ya mikate ni moja ya biashara chache duniani ambazo hazifi, kwa sababu kila mtu anahitaji kula. Lakini wengi wanaogopa kuanza, wakidhani inahitaji mamilioni ya pesa au mashine kubwa za viwandani. Ukweli ni kwamba unaweza kuanzisha kiwanda chako cha mikate hapo hapo jikoni kwako, ukatengeneza faida ya 50% hadi 70% na ukajenga utajiri wa kudumu. Leo nitakuonyesha siri ya kugeuza unga wa ngano kuwa dhahabu. Karibu. Habari na karibu kwenye channel yetu, mahali ambapo tunajifunza jinsi ya kutengeneza pesa kwa njia halali na za kijanja. Kama ni mara yako ya kwanza kuwa hapa, hakikisha unabonyeza subscribe ili usipitwe na mbinu hizi za biashara. Leo tunaanza na biashara ya mikate kwa mtaji mdogo. Watu wengi wananiuliza, nawezaje kuanza biashara hii wakati sina kodi ya frame? Jibu ni rahisi. Anza hapo ulipo. Katika video hii tutapitia hatua kwa hatua kama ifuatavyo. Moja ni vifaa vya msingi unavyohitaji na jinsi ya kuvipata kwa bei rahisi. 2, mchanganuo wa gharama na faida. Kwa nini mkate unalipa sana? 3, jinsi ya kuuza bila kuwa na duka. 4, siri ya kutengeneza mikate maalumu itakayokupa faida mara 2. Kaa nami mpaka mwisho, nina bonus ya siri ya jinsi ya kuepuka hasara ya mikate kuharibika. Sasa swali ni kuwa, kwa nini biashara ya mikate? Kabla hatujaingia jikoni, lazima tuelewe hesabu kwa nini biashara hii inatajirisha watu. Siri ipo kwenye kitu kinaitwa profit margin au ukingo wa faida. Utafiti unaonyesha kuwa katika biashara ya mikate, gharama kutengeneza mkate mmoja ikijumuisha unga, chachu, mafuta na umeme ni takriban 30% hadi 50% tu ya bei za kuuzia. Hii inamaanisha nini? Kwa mfano rahisi, kama inakugharimu shilingi 1000 kutengeneza mkate mmoja mzuri, unaweza kuuza kwa shilingi 2000 au zaidi kulingana na ubora. Hiyo ni faida ya 100% kabla ya kutoa gharama ndogo ndogo. Hata kwa makadirio ya chini unapata faida kati ya 50% hadi 70%. Hakuna biashara nyingi za vyakula zinazokupa uhakika huu. Na kumbuka, mkate ni bidhaa inayoliwa kila siku. Mteja aliyenunua leo atahitaji mwingine kesho. Hii inaitwa recurring revenue au mapato yanayojirudia. Hapa ndipo utajiri ulipo. Sasa hebu tuangalie uwezekano wa kuanza hii biashara ya mikate bila kodi ya pango. Changamoto kubwa kwa wengi ni kodi ya frame. Lakini sikiliza kwa makini. Hauhitaji frame ya kwanza. Dunia sasa inatumia mfumo unaoitwa ghost kitchen au jiko hewa. Hii ina maana unazalishia nyumbani na kusambaza kwa wateja. Hii inakuondolea mzigo mkubwa wa kodi ya pango ambayo mara nyingi hula mtaji wote. Vifaa vya msingi unavyohitaji kuanza navyo ni 3 tu na ni muhimu. Kwanza ni oven. Unaweza kuanza na oven ya jiko la nyumbani la gesi au umeme.
huna haja ya oveni kubwa la viwandani siku ya kwanza. Pili ni mixer au nguvu ya mikono. Mashine ya kuchanganya unga yani mixer inasaidia, lakini kama huna mtaji, mikono yako ni mtaji wa kwanza. Watu wengi walianza kwa kukanda kwa mikono. Tatu ni meza ya maandalizi. Meza safi na imara ya stainless steel au mbao ngumu iliyofunikwa vizuri kwa ajili ya kukandia na kukata inafaa. Sasa hapa nina kidokezo. Usikimbilie kununua vifaa vipya dukani. Tafuta vifaa vilivyotumika, yani used equipment. Unaweza kupata oven au mixer nzuri. Sasa hebu tuangalie mchanganuo wa malighafi na uzalishaji. Sasa tuko jikoni. Unahitaji nini? Malighafi za mikate ni za kawaida sana na zinapatikana kila mahali. Malighafi inajumuisha unga wa ngano, sukari, mafuta ya kupikia au siagi, hamira, chumvi na maji na vionjo mbalimbali kama vanila au iliki ukipenda. Gharama malighafi hizi kwa kawaida ni ndogo ukilinganisha na bidhaa inayotoka. Mfuko mmoja wa unga wa ngano unaweza kutoa idadi kubwa ya mikate. Sasa ngoja nikueleze siri ya ubora. Usibananishe kwenye vipimo. Watu wengi wanashindwa biashara hii kwa sababu wanapunja viungo ili wapate faida kubwa haraka. Usifanye hivyo. Weka kipimo sahihi cha sukari na siagi. Mkate wako ukiwa ni laini na mtamu, wateja wataacha kununua mikate ya viwandani na watanunua kwako hata kama bei yako ni ya juu kidogo. Sasa hebu tuangalie mikakati ya kupata faida kubwa. Hapa ndipo tunapozungumzia jinsi ya kupata faida kubwa. Usiuze mkate mweupe wa kawaida tu, yani white bread. Soko la mkate mweupe lina ushindani mkubwa. Ili kutengeneza pesa, huna budi kuongeza thamani. Angalia hizi bidhaa tatu zenye fedha kubwa. Kwanza ni mikate ya maziwa. Hii inapendwa sana na familia kwa ajili ya watoto. Gharama ya kuongeza maziwa ni ndogo, lakini inakuwezesha kuuza mkate huo kwa bei ya juu zaidi. Mbili ni wholemeal bread, yani ule mkate wa brownie. Watu wengi sasa wanajali afya. Wanataka mikate isiyo na sukari nyingi au yenye nyuzi nyuzi. Hii ina soko la kipekee na wateja wake hawabishani bei. Tatu ni mikate ya oda, yani custom orders. Tengeneza mikate maalumu kwa ajili ya sherehe au ofisi. Mkakati mwingine muhimu ni kupanga uzalishaji kulingana na oda, yani pre-orders. Badala ya kupika mikate 50 na kusubiri wateja, tafuta oda kwanza. Hii inaondoa kabisa tatizo la waste au upotevu. Ukijua una oda ya mikate 20 kesho asubuhi, unapika 20 au 25. Hakuna mkate utakaolala na kuharibika. Hii ndiyo njia salama zaidi ya kuanza na mtaji mdogo. Sasa hebu tuangalie mambo ya masoko, yaani jinsi ya kuuza bila ya kuwa na duka. Sasa umeoka mikate yako mizuri, inanukia vizuri. Sasa unamuuzia nani? Usikae nyumbani kusubiri. Sasa hebu tuangalie mbinu za kutumia. Mbinu ya kwanza, majirani na marafiki. Anza na WhatsApp status yako. Piga picha nzuri za mikate ulizotoka kwenye oven, halafu waambie majirani zako, kesho asubuhi kuna mikate fresh ya moto. Nani anataka nimwekee? Utaona nguvu ya jamii. Mbinu ya pili inahusisha ofisi na maduka ya karibu. Tembelea ofisi za karibu wakati wa chai au jioni watu wanapotoka kazini.
Watu wanapenda kubeba mkate wa nyumbani wanaporudi kwa familia zao. Pia ongea na wenye maduka madogo, yaani wengine wanasema duka la mangi, mtaani kwako. Wape sampuli bure waonje. Wakipenda waambie utakuwa unawaletea mikate 10 kila asubuhi wauze kwa commission. Mbinu ya tatu ni branding. Hata kama unaanza kidogo, kuwa na jina. Tengeneza stika rahisi yenye jina la biashara yako na namba yako ya simu. Ibandike kwenye mfuko wa mkate. Hii inajenga uaminifu na inafanya wateja wapya wakutafute. Sasa hebu tuangalie jinsi ya kukuza biashara ya mikate. Unapoanza kupata faida, usitumie pesa yote. Hii ni kosa kubwa. Gawanya faida yako. Sehemu moja irudishe kwenye biashara. Lengo lako la kwanza liwe kununua bread slicer, yaani ile mashine ya kukata mikate kwenye slices. Watu wanapenda mikate iliyokatwa, yaani sliced, kwa sababu ni rahisi kutumia. Mashine hii itakuongezea wateja wengi sana. Pia kadri unavyokuwa ndipo unaweza kufikiria kusajili biashara rasmi na kutafuta vifungashio vyenye chapa, yaani branded packaging za kisasa zaidi. Naona nimekueleza mambo muhimu yote yanayohusiana na jinsi ya kuanzisha biashara ya mikate kwa kutumia mtaji mdogo, lakini unapata faida kubwa. Sasa kabla ya kumaliza, naona nina wito hapa kama ifuatavyo. Kuanzisha biashara ya mikate kwa mtaji mdogo inawezekana kabisa na ina faida nono. Siri ni kuanza kidogo, kudhibiti ubora na kutafuta masoko ya kwa nguvu. Usidharau nguvu ya kuanzia jikoni kwako. Kumbuka, hata bakari kubwa unazoziona mjini, nyingi zilianza kama hivi unavyoanza wewe. Kama umejifunza kitu kipya leo, tafadhali gonga like ili video hii iwafikie wengine. Na je, wewe unapendelea mkate wa aina gani? Tuandikie kwenye comment hapo chini na nitapitia na kujibu maswali yenu. Usisahau kusubscribe kwa ajili ya video ijayo ya biashara. Asante kwa kuangalia na kila la heri katika biashara yako mpya. Kuanzisha biashara.